Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza na hauja subscribe katika mtandao wetu wa Tanzania ITV, naomba uchukue sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha kuzingatia, cha muhimu unapoendelea kutazama hii kanda, yeyote ambaye anatazama, bonyeza alama ya like na karibu. Taarifa ambazo zimetufikia za ndani katika meza yetu ya habari ni wazi kwamba Samia Suluhu Hassan ameogopa maandamano ya tarehe 7 mwezi ujao wa 7 ambao unaanza hapo kesho, na kumwaga askari Tanzania mzima baada ya kuogopa na kujaza askari kila mahali. Unapotazama kwa skrini yako, chapisho hili linasema ya kwamba askari wazidi kumiminika jiji la Dar kuimarisha ulinzi. Kama kuna rais barani Afrika ambaye anaogopa vijana wa Gen Z, anaogopa kutimuliwa mamlakani, anaogopa maandamano, anaitwa Samia Suluhu Hassan, ambaye amezingirwa sasa hivi na maaskari kila mahali. Ameamua kuzingirwa na maaskari anapotembea. Amemwaga katika miji mbalimbali, haswa Dar, ukipenda Dar es Salaam. Askari wamemwaga kila mahali kama njia moja ya kuimarisha usalama kulingana na vyombo vya dola. Taarifa za ndani zinasema ya kwamba tarehe 7 mwezi wa 7 wanaharakati, mrengo upinzani na Watanzania watakinukisha tena. Kuna maandamano ambayo yamepangwa kufanyika hapa Tanzania. Nitakueleza maandamano haya ni ya nini, lakini sasa hivi tunapoenda hewani, maafisa wengi wamejazwa Dar es Salaam. Maafisa hawa wa polisi wamejazwa kwa vituo vya usafiri, ukipenda vituo vya magari, haswa kituo kile cha Magomeni, Buguruni, Tazara, Ubungo, Uhasibu, Ufire, Mwenge na maeneo mengine. Maafisa hawa polisi wamejazwa kwa makutano makubwa ya barabara tofauti hapa Tanzania. Maandamano ni ya nini ambayo yametangazwa kunukishwa hapa Tanzania tarehe 7 mwezi wa 7? Ni siku 7 zimesalia ili maandamano yanukishwe. Maandamano haya ni ya Watanzania, yamepangwa kwa muda mrefu na vijana wa Gen Z, wanaharakati na wale ambao tunasema ni freedom fighters, yani Tanganyika freedom fighters, kuhakikisha ya kwamba Samia Suluhu Hassan amekubali kumwachilia huru Mheshimiwa Antipas Tundu Lissu. Namba 2, kuhakikisha ya kwamba tume mpya ya uchaguzi imeweza kuundwa na kuingia afisini. Namba 3, kuhakikisha ya kwamba kuna katiba mpya hapa Tanzania. Namba 4, Samia aondolewe, uchaguzi mpya uweze kufanyika. Sasa maandamano haya yamesababisha hali ya sintofahamu na mtafaruku mkubwa. Samia akiwa Ikulu Dar Chamwino na kutangaza na kuagiza maafisa wa polisi wale ambao wanasimamia wahakikisha ya kwamba maafisa wa polisi wamemwawa kila mahali. Ndio maana tumeshuhudia jeshi la polisi likimwawa kila mahali. Samia huyu
hataki apatwe na kilichompata tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka jana, kwa sababu nusura tu ang'olewe mamlakani. Lakini akatoa agizo kwa vyombo vya dola watumie nguvu zaidi, wawaue wa Tanzania ili waogope wasije wakafika Ikulu na kumuondoa. Zaidi ya watu 10,000 waliweza kuangamia, walipoteza maisha yao. Sasa hataki jambo hilo liweze kumpata tena. Ndio maana jeshi la polisi limeuawa kila mahali. Ikumbukwe ya kwamba inahofiwa kwamba eneo hili la Dar ni mji mkubwa hapa Tanzania. Hapa ndipo maandamano yanaweza kuanzia. Sasa wakatafuta mbinu ya kutuliza mawimbi, kutuliza maandamano haya kutoka Dar kabla ya sambae katika miji mingine hapa Tanzania. Hatujui kama watafanikisha kushika doria, kwa sababu najua hata waandamanaji wanajua sasa mmeweka jeshi la polisi, ndio tutaenda kwingine. Wanaweza kuja hapa Mbeya penye tupo, wanaweza amua waende Mwanza, wanaweza amua waende Ngorongoro, wanaweza amua maeneo ni mengi hapa Tanzania. Sasa Samia ni muoga. Samia anaogopa kung'olewa, ndio maana anaogopa hata kumwachilia Tundu Lissu, kwa kila ambacho tulipata taarifa za ndani kwamba anamuogopa Tundu Lissu. Akimwachilia anaweza kumng'oa mamlakani, anaweza kufanya what we call incitement, anaweza kuchochea Watanzania waende Ikulu wamuondoe. Ndio maana anaendelea kumshikilia, lakini lazima atamfungulia wakati huu, kwa sababu hana hatia. Ile kesi ambayo alipambikiziwa ya uhaini haina msingi. Hata upande wa jamhuri haukuwa na ushahidi wa kutosha wa kumfunga huyu ambaye anaitwa Antipas Tundu Lissu. Mliona hata Mange Kimambi wa Mexican ama watu wa Mexico wakienda pale penye anaishi kule Marekani, wanataka kumtoa uhai kwa kile ambacho kinasemekana ya kwamba inadaiwa ni Samia anatumia wa Mexico kumtafuta Mange Kimambi, kwa sababu yeye ametesa uongozi wake kwa muda mrefu kwa kufichua siri na yale ambayo yanaendelea serikalini. Sasa maandamano hayo tutayasubiri, tukipata taarifa zingine za ndani tunaweza kuwafahamisha kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kupangwa hapa Tanzania. Lakini sisi tunaomba amani kaweze kudumishwa. Maandamano hayo tutayasubiri tuone kama yatapatikana ama yatafanyika, ili kuwasilisha hoja kwa serikali kile ambacho wanataka kifanywe kabla. Naomba nitamatishie hapo, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati. Tukutane kwa kanda nyingine. Bye bye.